Nasoro, bodi ya ligi imeshatangaza mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC. Ligi kuu mchezaji wa mwezi. Ndio naelekea huko Nasoro. Mbona unaenda haraka haraka? Wamesema bodi ya ligi imetangaza mchezaji wa ligi kuu. Mchezaji wa ligi kuu, mchezaji bora wa ligi kuu mpaka leo bado. Hiyo nakubaliana na wewe. Ushanielewa? Mpaka leo ligi yetu ndio peke yake duniani. Mpaka leo ligi yetu ndio peke yake duniani. Hajapatikana mchezaji bora, mfungaji bora, hajapewa zawadi yake. Ushanielewa? Hajulikani MVP nani, kipa bora nani, ligi bora nani, timu bora nani, kocha bora nani, mpaka leo peke yake duniani. Sawa Nasoro, tuelekee sasa kwenye mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC katika mwezi wa Septemba, mwezi uliopita. Mchezaji bora wa ligi kuu halipaswa apewe haki yake. Na wala hajakosea kwenda kumchagua Djigui Diarra. Mchezaji bora wa mwezi uliopita Djigui Diarra protector. Si ushaelewa? Aliokuja kutoa somo kwa magolikipa ndani ya ligi yetu. Wapo sahihi. Pili, nampongeza mwalimu wa JKT Tanzania. Amestahili kupewa. Ahmad Ally. Amestahili kupewa. Tusidanganyane. Kwa kocha wa JKT Ruvu mwaka jana, mwaka huu, sawa, anaonyesha alichokuwa nacho. Tusimdharau kwa sababu nani? Mtanzania. Ila anaonyesha alichokuwa nacho. Tumpe support, aendelee kuwepo naye. Ila mimi namshauri kitu kimoja tu. Hasikubali kwenda kuwa kocha msaidizi. Kuna taarifa hizo? Hakuna taarifa. Ila namwambia kwa uwezo aliokuwa nao na mpira unavyochezwa na JKT Tanzania, mimi namshauri ushauri wangu, hasiende kukubali baadaye haitwe timu kubwa yoyote ile kwenda kuwa msaidizi. Muda wa kwenda kuwa yeye msaidizi ushapita. Inabidi aonyeshe alichokuwa nacho, watu wakione. Sio kwamba Nasoro unamuonea wivu baada ya taarifa kusemekana anahitajika na wekundu wa Msimbazi. Hiyo taarifa mimi sijui. Hiyo taarifa sijui. Na kwenda Simba, ndugu yangu ataishia na mpira nyota kwa basi. Pale ipo Selemani Matola, shehe wangu wewe. Wenyewe wana Simba analia aondoke. Leo enda kwenda kumwambia ende huyu. Huyu ni kocha mmoja bora kabisa katika makocha wazawa. Katika makocha wazawa, kocha JKT Tanzania ni bora kabisa. Tukae kuna muda tumwambie tumwambie tusungumze ukweli. Kocha bora kabisa anaonesha. Angalia mechi na Azam. Wapo nyuma goli moja, anaenda anafanya hesabu, sawa. Wanacheza mpira mzuri. Dakika za jioni Ibenge hawezi kuamini anavua mawani. Ibenge haamini, anaenda kuvua mawani, anaoneshwa hii ndio ligi ya Tanzania, karibu Tanzania. Tunataka makocha kama hawa wazawa. Na wengine wakipata nafasi waonyeshe kama mwenzao, kusudi na sisi hata tukikaa kuongea hivi tuone kuwa Tanzania makocha bora wapo. Kama alivyo Selemani Matola. Selemani Matola bado Ameanza kuimbwa kwa mechi moja. Selemani Matola bado. Selemani Matola kapewa mechi nyingi, timu nyingi tu hapa kachemka. Selemani Matola fani anayoiweza yeye kuwa kocha msaidizi tu basi. Kama makocha wazawa tunawakosea heshima. Sio tunawakosea heshima. Kuna makocha wazawa wanazo CV wakichukua kwenye timu na waona timu zinacheza. Sio huyu wa JKT tu. Yupo Mekisime. Kocha mzuri. Si mzawa ambao tunamsifia. Yupo kuna mtu anaitwa Minzilo Baba Isaya, ndio bingwa wa kupandisha timu ligi kuu. Si ushaelewa? Akishapandisha timu ligi kuu, akifika ligi kuu, wanamwacha anaenda kuchukua timu nyingine anapandisha. Wapo tunawapa sifa zao, lakini mimi siwezi kumpa sifa eti mwalimu mzawa kila siku wewe kawa kocha msaidizi. Siwezi kumpa. Orodha yako hujamtaja Hemed Suleiman Morocco. Mimi simuoni kama kocha bora. Kama kocha bora mimi simuoni. Maana mimi sio mnafiki. Morocco mimi simuoni kwa kocha bora. Kwa sababu kocha bora angeenda kutuonesha Namungo. Namungo alitimuliwa, alichemka. Sasa namuonaje bora? Kwa mimi sio bora. Na pili, mimi kashakuwa mpinzani wangu alikuwa Simba. Siwezi kumsifia Morocco kwa sababu kashakuwa Simba. Mimi siwezi kumsifia. Mimi nilizungumzaga mapema nisiwe mnafiki. Kwa kocha huyu baada ya kwenda kuvaa jezi za Simba, mimi siwezi kumsifia. Hata kama sifa akiwa nazo. Mimi siwezi kumsifia. Mimi kashakuwa mpinzani wangu. Turudi kwa upande wa Djigui Diarra. Inaashiria nini ama nini ambacho inaonyesha baada ya kutangazwa kuwa ndio golikipa bora wa mwezi uliopita?
Diarra kipa bora. Diarra tokeaje nchi hii, Diarra hajawahi kupwaya. Diarra hajawahi kushuka. Swali ni kwamba Nasoro, Young Africans paka inatoa golikipa bora, ilikuwa inashambuliwa sana katika mwezi uliopita na ubora wa Diarra ndio ulipoonekana. Sio kushambuliwa sana. Kipa anaenda kuonekana bora, pengine timu inacheza vizuri. Ila kuna save. Maana huwezi kushambulia bila wewe kushambuliwa. Unaposhambulia na wewe lazima ushambuliwe. Kuna save Diarra anaenda kuzionesha, makipa wengine save kama hizo hawaziwezi. Wangu, kama uliona kuna mechi moja ya mwisho. Sawa. Yanga na Mbeya City jioni kabisa. Watu wanaenda kumlaumu nani? Forward wao, sio forward. Pale msifie Djigui Diarra protector ambaye alianguka chini na akawahi kunyanyuka kwenda kuokoa mpira. Siushelewa. Hile inatakiwa uwe na fitness. Makipa wengine fitness hawana, ila wanajitahidi kufananishwa na Diarra. Wanajitahidi kufananishwa na Diarra. Level ya Diarra bado hajafika. Diarra na ulimwengu peke yake kwenye nafasi ya golini ya golikipa. Diarra mguuni anakupa, mikononi anakupa. Diarra anapiga chenga wangu. Si unaona mechi nyingi? Waambia makipa wengine kama anaweza wajaribu hata siku moja kumpiga mtu chenga kama hajasikia goli na akatimuliwa. Wapo lakini wanaofanya hivyo. Hakuna nani? Tuwekea Pinpin Musa Kamara. Kama kawahi kumpiga chenga Fuadi niambie hapa. Simu yangu unavunja. Diarra mmoja sawa Kamara 2000. Diarra huyu mmoja sawa na Kamara 2000. Uwezo kwenda kufananisha Diarra na Kamara. Vitu vili tofauti kabisa. Hivyo nitajie Diarra tokeaje Simba? Kuna save gani kaifanya ya nani Kamara? Tokeaje Simba kuna save gani kafanya ya hatari? Nitajie hii ya hatari, watu washahesabu goli. Yeye akagaili sasa hapa mimi nawarudisha wana Simba mchezoni. Yepi? Hapo ufuatilie Nasoro lakini zipo. Si nitajie moja hapo. Mechi na Simba. Na kutajia mechi ya Simba na Yanga. Djigui Diarra protector. Ateba tayari watu wanaenda kuhesabu hii goli anakataa hapa. Yupo yeye na Ateba anakataa hapa kama unamwona. Mechi na Tanzania Prison. Tayari mabeki wa Yanga wote wameachwa. Fuadi na Djigui Diarra. Djigui Diarra tayari kashadondoka chini, Fuadi kanyanyua. Anajua hapa inafanya ina mpira Djigui Diarra anacheza. Ngome inaondoka. Nitajie yeye pia Kamara. Wewe nitajie moja ya Kamara uvunje simu yangu. Kamara yeye zake mtu kapiga mbali kule, kaweka reli imetoka kona. Wanamsifia sawa na Diarra. Wangu Diarra golikipa mwingine. Kuwapata design kama Diarra sasa hivi ni kazi kubwa mno. Kwanza uwe na hela. Kama wataenda kufuata kucheza golikipa, basi Kamara na ule golikipa kutoka JKT Tanzania anaanza ule. Anaanza Yakubu Suleiman. Anaanza Yakubu na Kamara. Yakubu mzuri kuliko Kamara. Tunaona katika first 11 mara nyingi huwa anaanza Pinpin Musa Kamara. Si aaminiwi kwa vile Mtanzania? Yaani Yakubu aaminiwi. Kwa vile Mtanzania. Hizi taarifa hau ni mawazo yako wewe binafsi? Kama mawazo yangu sawa. Ila Diarra golikipa wa kawaida mno. Diarra Pinpin. Diarra ni Kamara golikipa wa kawaida mno. Si ushayo, yani wa kawaida mno. Hao angalia magoli yake anofungwa. Ikipopolewa hapa na chanika himo. Si ushayo. Kwa hiyo hawa watu usiwafananishe. Ujue ndo haya maswala wanamfananisha eti Djigui Diarra na Kamara. Hapo wanaenda kumfananisha Pacome Zouzoua sawa na Ahoua. Kweli? Hii si aibu hii. Leo hii shirikisho la soka Ivory Coast wanaenda kuonyesha watu kuatia aibu kwa nyinyi hamjui. Timu ya taifa Ivory Coast inaitwa mchezaji anaocheza Afrika kaitwa Pacome Zouzoua peke yake. Timu ya taifa Ivory Coast imeitwa mchezaji anaocheza East Africa. Mchezaji anaocheza East Africa kaitwa Pacome Zouzoua peke yake. Anakosaje kuwa MVP? Sababu MVP ligi na timu ya taifa. Kwa hiyo mnaenda kwamba mtu MVP hali timu ya taifa hakuna,
Kapata kwa vile kapata penalti 8. Kama hivyo kampeni. Shukrani sana Nasoro. Asante.